Njombe raha, Njombe burudani, Njombe swadakta, Njombe inameremeta. Sisi tunakula maisha, sisi tuna enjoy, alafu mambo yote yako hapo katikati. Leo umekuwa ni wakati mwingine mzuri, mwezi wa 4 tukielekea mwezi wa 5 kwa Mama Mngoni hapa restaurant na bar. Tumefika na kuzungumza naye juu ya mambo mbalimbali, lakini muhimu, Njombe tuna wageni sisi hapa, tumewapokea na wanaendelea wanaingia na ni wengi kweli kweli. Mama Mngoni ana neno la kuzungumza na ninyi wageni, lakini tuko naye hapa. Mama Mngoni, kwanza namshukuru sana mkuu wa mkoa kwa kukubali kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya siku ya wafanyakazi kitaifa. Hilo limetuletea wageni wengi, tumekuwa na wateja wengi, biashara zetu zinaenda vizuri. Yaani mkuu wa mkoa amefanya jambo kubwa sana kwenye mkoa wetu, tunamshukuru sana. Sio ni yeye tu, pamoja na viongozi wote wa mkoa tunawashukuru kwa sababu tumepata fursa. Binafsi mimi nimekuwa na wateja wengi, nafanya biashara usiku na mchana, yaani nina muda mchache sana wa kupumzika. Hilo tu namshukuru sana mkuu wa mkoa, yaani naishukuru sana serikali ya Tanzania kwa kutupa hii fursa ambayo tunaendelea nayo. Wageni ni wengi na nawahamasisha wafanyabiashara wenzangu, wajasiriamali wenzangu, hebu tuandae vitu vinavyotakiwa kwenye mkoa wetu ili hata wanavyoondoka hao wageni likawe huko tukao tumetangaza mkoa wetu kwa namna mbalimbali, kwa sababu fursa za hii tuliopewa ni fursa kubwa sana. Ni kubwa mno. Yaani mimi nashukuru sana, nimefurahi sana. Yaani katika wajasiriamali walionufaika kabla hata ya siku ya kilele mimi ni mmoja wapo. Na wageni wanaendelea kuja siku hadi siku hadi masaa yanavyozidi kwenda, na wageni wanaendelea kuja. Mimi huwezi kufika hapa ofisini kwangu usikute mteja, ni kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo hii fursa imekuwa kubwa sana kwa upande wangu. Umemtaja hapo mkuu wa mkoa Mheshimiwa Anton Mtaka na ukimpongeza kwa kile ambacho amehakikisha kwamba kinatokea kinafanyika na wana Njombe tunaendelea kunufaika kwa kuja matukio makubwa ya kitaifa. Yepi mengine unaweza kujivunia nayo kutoka kwa Anton Mtaka, mkuu wetu wa mkoa, mara baada tu ya kuwa mkuu wetu wa mkoa? Yaani ninachojivunia kwa mkuu wa mkoa wa kwetu Anton Mtaka, kwanza ni mtu anayependa maendeleo ya kila mtu bila kujali wewe wa hali ya chini wala wa hali ya juu. Na kama huwa unasikiliza interview zake au semina zake, mara nyingi huwa anatusii yani tuwe watu wa kubuni mbinu, sio tubaki pale pale tulipokaa. Mimi kupitia Anton Mtaka nimejifunza vitu vingi sana. Na yani najivunia hata watoto wangu hapo, baadhi watumishi huwa nawatumia clip za Anton Mtaka. Sio kwamba ukiwa mtumishi kwamba ubaki umebweteka, hapana, unatakiwa kupata fursa, unatakiwa kuangalia hapa natakiwa kufanya nini. Ndicho mimi hata kwa mfano walivyotangaza tu ile siku, jamani jazeni michele, fanyeni hivi, jazeni yani samaki wao wa kutosha. Kwa siku ile, kwa mtu asiyeelewa aliona kama vile anaongea tu, lakini mimi nililifanyia kazi na saizi nipo naendelea na wateja ninao wa kutosha. Yaani kama ingekuwa inawezekana, huyu mkuu wa mkoa wa Njombe angebaki Njombe mpaka pale Mungu atakapoamua, asihamishwe. Okay. Sawa, turejee sasa tuzungumze kuhusu Mama Mngoni restaurant, lakini naona pia hapa Mama Mngoni fresh juice, lakini pia upande wa vinywaji kule, moja baridi moja moto, tunaona kuko vizuri. Waambie watu kwamba kuna Mama Mngoni huduma za chakula na vinywaji. Mama Mngoni mgahawa napatikana maeneo mtaa wa Vegas. Vyakula vyote vipo, vinywaji vya aina zote vipo, chakula cha kila aina kipo. Wali, ugali, michemsho ya kuku, ya samaki, chipsi, kuku wa kuchoma, kuku wa kukaanga, kila kitu kinapatikana kwa wakati. Kuna hali ya hewa kidogo ya baridi sasa hivi kwenye mkoa wetu, na dada mmoja amepita hapa pia kuhakikisha kwamba pia na yeye ametoka kupata huduma, na yeye amepita hapa kupata huduma na nini. Kuna baridi sasa hivi kwenye mkoa wetu wa Njombe. Asubuhi vipi? Tunapata kifungua kinywa cha aina gani tukifika hapa? Asubuhi inakuwa na chai ya maziwa na maziwa fresh na chai ya rangi na chapati
na kande za mahindi mabichi, chakula cha asili cha mkoa wa Njombe zinapatikana. Okay. Chai ya moto, supu ya moto, mchemsho yote ni ya moto. Okay. Na wakaribisha yani mchana mpaka supu ya viazi. Mpaka supu ya viazi, msapulo unaitwa unapatikana. Bila shaka umesikia hiyo, supu ya viazi pia iko hapa. Wewe mgeni hujawahi kuiona, fika kwa Mama Mngoni utaipata supu hiyo. Tukamilishe mazungumzo yetu kwa yale ambayo pengine unatamani ayafahamu zaidi huyo ambaye anatutazama kuhusiana na Mama Mngoni. Mimi ninachotamani watu wafahamu, mimi ni mtu wa kazi. Ninapenda kazi. Vile vile katika maisha yangu napenda ukweli. Na mara nyingi ukiwa mkweli, mara nyingi yani tunatakiwa tuwe hivyo wa kweli, ili hata tunavyofanya biashara zetu tufanye katika ukweli. Napomwambia mtu kuna mchemsho wa kuku, akifika hapa anatakiwa kuupata. Okay. Napomwambia mtu na mchemsho wa samaki, akifika hapa anatakiwa kuupata. Hilo tu. Ila namshukuru sana mkuu wa mkoa. Unamshukuru sana? Sana. Haya, nafikiri amekamilisha hapa. Mimi ninapomaliza niseme tu kwamba sasa hivi ni muda msogea kidogo, lakini kwa sababu nimeona pia mchemsho bado upo wa supu ya viazi. Ile supu ya viazi ipo na supu ya kanda ipo. Ndiyo. Supu ya kanda ipo. Naingia kuipiga hapa, ni wewe tu kuweza kufika. Kwa hiyo mimi napiga kabisa, namaliza alafu wewe utakuja.